Yes, bana, habari gani? Bila shaka umuheri wa afya kabisa mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania. Leo tarehe 30 mwezi Mei mwaka 2025, binti ambao walikutwa na walibainika kwa kosa la kumdhalilisha mwanafunzi mwenzao, ambapo ili trend sana ile taarifa mpaka kusambaa kwa jina la Mary wa Mwijaku. Kwani Mwijaku huyu celebrity wa Bongo naye alionekana kwamba ni miongoni mwa watu ambao wamehusishwa kwenye lile tukio. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam imewapandisha kizimbani mabinti watatu, ambapo ni wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali wakikabiliwa na mashtaka 8 ikiwemo la kutishia kuua. Washtakiwa hao ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM Mary Matogoro mwenye umri wa miaka 22, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Ardhi Reina Mkawili mwenye umri wa miaka 22, lakini pia mwanafunzi wa chuo cha Uhasibu Asha Juma mwenye umri wa miaka 22. Wote kwa pamoja wamefikishwa mahakamani hapo na kusomewa mashtaka hayo mbele ya hakimu mkazi mkuu Gwanta Mwankuga na wakili wa serikali Tumaini Mafuru. Wakati kesi hiyo ilipofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza kabisa, kwa mujibu wa hati ya mashtaka, shtaka la kwanza wanalohusishwa wote watatu, ambapo wanadaiwa kula njama ya kutenda kosa kinyume na sheria. Linadaiwa kwamba Machi 16, 2025 katika eneo la Sinza, wilaya ya Ubungo, mkoani Dar es Salaam, walikula njama ya kuchapisha taarifa za uongo. Shtaka la pili na la tatu pia linawahusu wote watatu, ambapo wanadaiwa kuchapisha taarifa za uongo kupitia mtandao wa WhatsApp. Shtaka la 4 na la 5 linamkabili mshtakiwa wa kwanza peke yake, ambaye ni Mary Matogoro aliyedaiwa kumshambulia Magnificent Kimario kwa kutumia chuma pamoja na kumvuta nywele kwa nguvu sana na kumsababishia maumivu makali. Shtaka la 6 na la 7 pia linamhusu Mary Matogoro pekee, ambaye inadaiwa kuwa bila uhalali aliharibu kadi ya simu na simu aina ya Samsung A04s yenye thamani ya shilingi 700,000 za Kitanzania, mali ya Magnificent Kimario. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam pia inawahukumu washtakiwa hao kwa shtaka la 8 linalowahusu washtakiwa wote na linadaiwa kuwa ni kumtishia kifo Magnificent Kimario kwa kutumia kisu, kosa ambalo pia linadaiwa kutendeka eneo hilo la Sinza. Washtakiwa wote walikana mashtaka dhidi yao na hakimu Mwankunga aliwatajia masharti ya dhamana ambayo ilikuwa ni kuwa wadhamini wawili wenye vitambulisho vya NIDA pamoja na barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa. Upelelezi wa kesi hiyo bado unaendelea na kesi imepangwa kutajwa tena tarehe 13 Juni 2025. Na maana kwamba ni kama wiki mbili mbele, amini siku 14 watapandishwa kizimbani na kesi yao itaendelea. Bila shaka tunaikumbuka kesi hii hapa ambayo inawakabili hawa wanafunzi wa vyuo mbalimbali ambavyo vinapatikana katika jiji la Dar es Salaam. Pia ili trend zaidi ilikuwa ni Mary wa Mwijaku, ambaye alikuwa mstari wa mbele kwa kumzalilisha binti yule Mage, ambaye jina lake kamili ni Magnificent Kimario. So wengi walitoa maoni yao, wengine wakadai kwamba wasamehewe, wengine wakadai kwamba inapaswa wapewe adhabu kubwa zaidi, wengine wakadai kwamba inabidi hatua za kisheria nyingine zenye haki zichukuliwe. So tuna nini cha kujifunza kupitia tukio hilo? Ni kitendo tu cha kushare kwenye sehemu ya comment. Hebu niambie, je, una maoni gani juu ya swala hili na kesi hii ambayo inawakabili hawa mabinti watatu? But on my side ni kwamba tusifurahi watuhumiwa hawa kuhukumiwa, lakini pia tuumie kuhusu kile kitendo ambacho kimetokea, lakini pia tulie na kusali kwamba hivi vitendo visiweze kujirudia na pia visiweze kutokea mara kwa mara kwenye makazi yetu na kwenye jamii yetu, na pia wanafunzi ambao wapo kwenye maeneo yetu ya kawaida, kwa sababu sio matukio mazuri sana kutokea. So we have to do that and ni swala tu la kuomba na kusali kwamba pengine matukio yapungue au yaondoke kabisa. So this is Mega Media Tanzania na mimi ni Balama Tanzania. Have a nice day. Get me on my